nyingi sana watu wengi wanashiriki mwili wa Kristo, lakini wanashiriki kwa mazoea, kwa sababu mwili wa Kristo kiBiblia tulichojifunza ya kwamba ni kitendo cha imani, kwa sababu Yesu alichukua mkate akasema huu ni mwili wangu, na akachukua mzao wa mzabibu akasema hii ni damu yangu. Kiuhalisia ukiangalia kwa jinsi ya mtazamo wa kimwili, ilikuwa ni ngano, ni mkate wa ngano na ilikuwa ni mzao wa mzabibu, lakini imani ndiyo inayoweza kubadilisha kutoka kwenye kuwa mkate wa ngano au kutoka kwenye kuwa mzao wa mzabibu na kupeleka kuwa kwenye damu ya Kristo, lakini pia kuifanya kuwa mwili wa Kristo. Na hiyo ndio inatoa tofauti ya kwamba huyu atapokea kwa faida na huyu mwingine atapokea kwa hasara. Maana yake kuna makundi mawili ya watu, wengine wanashiriki lakini wanakuwa wamekula mkate na wamekunywa mzao wa mzabibu, lakini wale ambao wana imani inabadilisha kutoka kwenye kuwa mkate kupeleka kwenye kuwa mwili, na kutoka kwenye mzao wa mzabibu na kuwa damu ya Yesu. Na kwa maana hiyo basi, kama tunakuwa tunashiriki kwa imani, maana yake imani ni matarajio ya kupokea kitu. Maana yake kuna kitu ambacho tutakipokea kwa kitendo hicho cha kushiriki mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Hivyo ni tunatoa rai ya kwamba tusishiriki kwa mazoea, ila tushiriki kwa imani ili tuweze kupata faida iliyoko ndani ya damu ya Kristo na ndani ya mwili wa Kristo. Ubarikiwe. Tumetupa upendeleo. Kwa neema yake ametuwezesha kuona mwaka huu 2026. Naamini ni mwaka wa baraka na mafanikio. Tunapoanza mwanzo wa mwaka, kila taasisi inakuwa na malengo. Kwa sisi kama usharika tuna malengo ya kujenga kanisa, hekalu la Mungu, lakini kuna malengo ya kuongeza maeneo ya kanisa. Kwa tuna mambo mengi katika mwaka mpya ambao tunaoendea, na tumeshaanza maandalizi kwa jana, kwa tutaendelea nayo. Kwa tunamshukuru Mungu, tunaamini Mungu atatutangulia. Washarika tuwe pamoja, tushikamane ili kufanya kazi ya Mungu kama Mungu anavyotaka. Kwa sana kwa Wakristo tunawahimiza wajenge umoja, ushirikiano, kuombea viongozi wa serikali yetu ya Tanzania iwe na amani, ili tutakavyoweza kufanikiwa pia kufanya kazi. Mahali popote pale kuna amani, watu watafanya kazi kwa amani na kunakuwa na mafanikio, sababu wameshikamana hapo kama timu moja. Asante. Naitwa Mwinjilisti Hersi Mulukumani, mshirika wa Chemchem Sanawari Arusha. Tunamshukuru Mungu kipekee pia kwa ajili ya mwaka uliopita wa 2025. Tumeendelea kumwona Mungu. Ulikuwa ni mwaka wenye changamoto nyingi ya hali ya hewa, lakini pia matukio makubwa ambayo imegusa jamii, imegusa taifa, lakini pia imegusa kanisa. Lakini pia tuliendelea kumwona Mungu kwamba hayo machafuko yasiendelee, na Mungu ameonekana. Tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kupokea mwaka mpya wa 2026 kwa neema ya Mungu, na tunaendelea kumsihi Mungu kwamba aendelee kutupigania, aendelee kutuvusha. Yako mambo mengi ambayo tumemsihi Mungu, ikiwepo hali ya hewa kwamba kuna sehemu mpaka sasa hivi hazijapata mvua, ukame umekithiri. Lakini pia neno langu la kanisa, tuendelee kama watumishi wa Mungu kusimama kuendelea kumwomba Mungu, kwa sababu hakuna yasiyowezekana kwa Mungu. Endelee kutusaidia, endelee kututia nguvu, lakini pia huyu Mungu ambaye ametupa mwanzo huu ndiye atakayetukamilisha. Kwa hiyo ninashukuru sana kwamba tunaendelea kumwona Mungu, tunaendelea kumsihi, endelee kutupigania. Amen.